na historia ya uongozi wa chama chetu. Wako wanaojaribu kusema kwamba chama hiki hakijafanya jambo lolote, lakini Tanzania ya miaka 20, wacha kwenda miaka 50, miaka hii ya karibuni, miaka 20 iliyopita, habari ya kuunganisha mikoa kwa barabara za lami ilikuwa ndoto. Waliokuwa wanasafiri kutoka wilaya moja kwenda nyingine, mkoa moja kwenda mwingine, au kwenda Dar es Salaam, ama walitegemea treni au mabasi yaliyochukua siku nyingi kwenye safari kwa sababu ya hali za barabara. Leo vijana ambao wamekuta barabara za lami, wasipoelezwa wanaweza wakatumbukia kwenye propaganda kwamba chama hiki hakijafanya chochote. Lakini hata katika elimu, mimi nilipokuwa ninasoma shule ya msingi, kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, shule yetu ilikuwa haijapata kijana yeyote wa kuchaguliwa kwenda sekondari. Ni mwaka wangu ambapo nilikuwa mtu pekee ndani ya miaka 7 kwenda sekondari. Na sio kwamba watu walikuwa hawafaulu, ni kwa sababu nafasi za sekondari zilikuwa chache. Wale wanaoshinda shule nzima ya sekondari inahitaji waelezwe tulikotoka, vinginevyo watatumbukia kwenye propaganda kwamba hakuna jambo lolote limefanyika katika elimu. Nitasema hivyo hata kwenye umeme. Kuwa na umeme hakukutegemea hata hali yako. Tajiri na maskini hawakumudu umeme, na wale waliofurukuta wakawa wananunua generator na anaiwasha saa 1 mpaka saa 2 kwa sababu ya gharama za mafuta. Wengine tumeona umeme na kulala kwenye nyumba za umeme tukiwa sekondari. Tumevaa viatu tukiwa sekondari. Ambia watoto 2000. Siku moja namueleza binti yangu kwamba nimevaa viatu nikienda sekondari, akasema baba, hata ndala hukuweza kuzimudu. Na katika maisha yake yote hajui kwenda pekupeku. Na huyu sasa hivi ni binti mkubwa, anaweza akatumbukia kwenye propaganda za kusema baba, chama chako hakijafanya lolote. Ni kweli bado tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye sekta zote za maendeleo. Bado tunatamani kufanya vizuri zaidi, lakini bado tumefanya vizuri zaidi kwa kipindi kifupi cha uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hamasa! Mmemwona? Ndugu zangu, chama chetu kimeongoza serikali hii na nchi hii tukiwa tunazungukwa na nchi 8 majirani. Utulivu na amani wa nchi hii ukitetereka, mataifa yote 8 yatatetereka. Kwa hiyo kwa kuwa na ujirani mwema na mataifa yetu jirani, tumekuwa roho ya amani na usalama wa nchi yetu na mataifa jirani. Hata pale nchi hizo zilipopata msukosuko na migogoro, suluhu ya misukosuko yao imepatikana hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, ninachotaka kusema, na hasa kwa vijana ambao wanaweza wakatumbukia kwenye propaganda wakati mwingine ambazo zinataka kupotosha na kuvunja misingi ya taifa letu, nataka niwatahadharishe, chukueni muda kutathmini tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Mbele yenu kuna mambo mazuri sana kuliko sisi tuliowatangulia. Tumeboresha mtaala wa elimu na kuwekeza sana katika miundombinu ya elimu, na Chama cha Mapinduzi kimeahidi
tukiingia madarakani, siku 100 za kwanza tutaongeza idadi ya walimu na idadi ya madaktari kwenye shule na hospitali zetu. Samia anatosha. Hawa anatosha. CCM hoye. Sasa wakati mwingine vijana huwezi ukawalaumu. Uko sawa baba, uko sawa. Kwa sababu wakati mwingine sisi wana CCM tunafika mahala wakati mwingine tunayumba. Ananyoka wakati akiwa madarakani, akitoka madarakani anayumba, utafikiri kapagawa. Sahihi. Bashiru amechachama. Mimi nawaelezeni na naomba mniamini, na nimeshasema chama chetu, wanachama wetu, wanachama wenzangu, tuna jukumu la kukinadi chama chetu na wagombea wake wakati wa kura. Tuwe tunatafuta vyeo, tuwe hatutafuti vyeo. Na wengine nao wasikiliza na wajua vizuri kasoro zao na udhaifu wao, lakini wako mstari wa mbele kusema kasoro za wenzao pamoja na udhaifu wa wenzao. Kweli binadamu wote ni dhaifu na tuna kasoro, lakini huwezi ukazungumza wenzako kama wewe ni malaika. Sahihi. Na wakati mwingine wanajinasibisha na watu wa Mungu. Huyo Mungu ni wa wetu sote. Na tutasitaki kwa Mungu huyo kwa sababu ndio mwenye hukumu ya haki. Bashiru amechachama. Wanajipambanua kwa kusema ukweli wa Mungu. Na sisi pia Mungu wetu ni huyo. Na sisi tunamueleza Mungu wetu apime na hukumu kwa haki, kama wanayoyasema yana maana na yana ukweli. Salimia kitakatifu. Kwa wakati mwingine vijana inabidi tufanye kazi ya kuwaelewesha. Wanapoona sisi kwa sisi tunashambuliana, na katika vipindi ambavyo mashambulizi yanakuwepo wakati huna nafasi, ukiwa na nafasi unasema CCM hoye, tunawachanganya vijana. Sahihi. Kazi ya mwana CCM ni kusema ukweli wakati wote, ukiwa na cheo na unapokuwa huna cheo. Niko hapa kuwanadi wana CCM walioteuliwa, na tumefanya kazi hiyo kwa kipindi tangu tarehe 28 mwezi wa 8. Na waombea kura wagombea wa CCM, kwa kuanzia na mgombea wetu wa urais, mwana mama shupavu, mstahimilivu. Kama asingekuwa mstahimilivu, sitaki kusema zaidi, lakini uvumilivu wake mpaka umetuambukiza hata sisi. Unafika mahala unasema mbona inazidi, lakini ukimwangalia kiongozi anavumilia na wewe mwenyewe unavumilia. Kwa sifa hiyo tu ya kuvumiliana anatosha kuwa rais wetu. Kwa sababu ya kuongoza nchi ni magumu sana. Utaongoza mwenye tamaa, utaongoza mwenye kichaa, utaongoza mwenye ufukara, utaongoza mwizi na fisadi. Na usipokuwa mtulivu wa kutenda haki, ukawa na papara, uongozi utakushinda. Mama huyu pamoja na mitihani yote aliyokutana nayo amesimama imara na ametufundisha ustahimilivu. Lakini hata katika utekelezaji wa ilani, nyie mnajua hapa Tabora hali ya maji ilikuwaje miaka 5 iliyopita, na hali hiyo ikoje leo? Hali ya zao la tumbaku ilikuwaje miaka 5 iliyopita, na hali ya bei ya tumbaku leo ikoje? Na hali ya tumbaku ikiimarika, wakulima wa tumbaku wakapata mapato, sisi watu wa mjini hapa tunapata uhakika wa biashara zetu.
lakini Tanzania ndio nchi miongoni mwa nchi za Afrika ambayo ina uhakika wa usalama wa chakula. Na ndugu zangu, baba wa taifa mwaka 53 wakati anataka kujenga TANU anasimulia tukio alilokutana nalo Dodoma akiwa anafanya ziara za kichama za TANU. Akiwa kwenye Land Rover mjini Dodoma, alimuona mzee akihatarisha maisha yake kukimbilia barabarani kuokota chembe za mchele barabarani huku lori likitaka kupita. Mzee akajitosa barabarani kuokota chembe za mchele. Mwalimu akasema njaa haina adabu. Mzee alikuwa yuko katika hali ya kuhatarisha maisha yake kuokota chembe za mchele. Alipoingia mwaka 60 baada ya TANU kushinda, kazi ya kwanza ilikuwa kwenda Marekani kuomba mahindi ya njano ili watu wa Tanzania wasife. Na akasema kazi hiyo ilikuwa kazi ya fedheha, kwa sababu kujitawala ni kujitegemea, na hasa kujitegemea kwa chakula. Atakayekulisha atakutuma, atakudharau, atakudhalilisha. Ndiye akatangaza kwamba katika sera za Chama cha Mapinduzi wakati huo TANU na baadaye CCM, kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Na chama cha TANU kikapitisha sera ya siasa ni kilimo. Na tangu wakati huo kilimo chetu hakijaimarika vizuri, lakini katika kipindi cha Dr. Samia kilimo hiki kimeimarika kuliko wakati wowote wa historia ya nchi yetu. Wape vidonge vyao. Ndio kipindi ambacho tunazungumzia kupata matrekta kwa gharama nafuu. Ndio kipindi wakulima wamepata mbolea ruzuku. Ndio kipindi ambacho bei za mazao zimeimarika. Na waziri ambaye amefanya kazi hiyo vizuri sana anatoka hapa Tabora. Hata hilo tu, hilo la kuimarisha kilimo na kutuhakikishia usalama wa chakula linatosha kumpa sifa ya kutuongoza tena Dr. Samia Suluhu Hassan. Wangapi watampa kura Dr. Samia Suluhu Hassan? Dr. Samia